Some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. They insert objects and put it. Mtazamaji, ni habari za kuhuzunisha baada ya Boniface Mwangi ambaye ni mojawapo ya wale wanaharakati hapa nchini na mwanasiasa kutoboa siri nzito kusema jinsi ambavyo aliweza kusukumiwa mateso akiwa katika nchi ya Tanzania. Mpenzi mtazamaji, siku 10 zilizopita Boniface Mwangi aliweza kuachiliwa na wale watu ambao walikuwa wamemteka nyara. Fahamu kwamba Boniface Mwangi walikuwa wameingia katika nchi ya Tanzania ili kuweza kuattend kesi ya opposition leader. Lakini mtazamaji, alipokuwa akielekea katika hoteli yake ambapo alikuwa aweze spend the time, aweze kukaa kidogo, mtazamaji, watu ambao wamejihami waliweza approach, yani waliweza kumfuata na wakamwambia kwamba sisi ni maafisa kutoka kitengo fulani na fulani na tunataka kuweza kukuhoji. Boniface Mwangi alikuwa amechanganyikiwa. Anavyosema katika hotuba yake, mtazamaji, ni mambo ambayo ni ya kusikitisha, huku akimwaga machozi. Fahamu kwamba Boniface Mwangi aliweza kutupwa katika maeneo, ama aliweza baada ya kuweza kuwa detained ama kuweza kutekwa nyara kwa siku fulani, wanaharakati nchini Kenya waliweza kutuma onyo, na hivyo basi Boniface Mwangi pamoja na Agatha ambaye ni pia yeye ni journalist ama ni mwanahabari pamoja na activist katika nchi ya Uganda, wakiandamana naye mwanaharakati Boniface Mwangi waliweza kutekwa nyara. Na hivyo basi siku 10 zilizopita wakaweza kuachiliwa, lakini Boniface Mwangi aliweza kupatikana katika maeneo ya Ukunda, ameweza kutupwa, hana nguo zake zimeweza kuraruliwa, hana afya mzuri, anaonekana mtu ambaye ni mnyonge zaidi. Siku hii ya leo Boniface Mwangi ameweza kumwanika Rais wa Jamhuri ya Tanzania Bi Samia Hassan Suluhu kwa unyama ambao aliweza kumtendea kupitia kwa watu ambao wanajiita polisi. Mtazamaji, kutokana na video ambao nimeweza kuchezea mwanzo wa kanda hii, inaonyesha Boniface Mwangi akimwaga machozi kusema kwamba he went through hell. Na mtazamaji, kusikia mtu mzima ambaye anatetea haki za wengine akifunganishwa upside down, yani mtazamaji, kichwa kiko chini na miguu yamefungiwa juu, amefungwa kitambaa katika uso wake ama katika maani haoni, ako blindfolded, alafu anaingizwa vitu katika mwisho wa tumbo lake na kuambiwa kwamba aseme anasikia vizuri. Mtazamaji, huo ni unyama ambao hauna mfano. Cha kustajabisha, amri hiyo imetoka kwa rais kwamba aweze kuteswa vilivyo, jambo ambalo mpenzi mtazamaji limeweza kuzua hisia mseto, huku Wakenya wakisema kwamba Bi Samia Suluhu ni rais ambaye ni mnyama. Mtazamaji, Boniface Mwangi ametoa machozi mbele ya kamera akisema kwamba they did me dirty, jambo ambalo mpenzi mtazamaji tukiangalia kwa mara nyingine ni jambo la kusikitisha vibaya zaidi. Fahamu kwamba haya ni maneno ambayo Boniface Mwangi aliweza kusema, huku akisema kwamba kuna wale lawyers ambao walikuwa wanataka kumwokoa akiwa katika nchi ya Tanzania kutoka Tanganyika Law Society, lakini hawa lawyers hawakuweza kukubaliwa kuweza kuhusikana na kesi
ya Boniface Mwangi pamoja na mwanaharakati Agatha kutoka nchi ya Uganda. Jambo ambalo mpenzi mtazamaji linaleta picha mbaya ya nchi ya Tanzania chini ya uongozi wa Bi Samia Suluhu. Kama kawaida, fahamu kwamba Rais William Ruto amekuwa akionya watu wanaojaribu kuikosoa serikali, kwa wengine kutekwa nyara, wengine kuweza kunyamazishwa, wengine kuweza kukamatwa. Tunafahamu kwamba kuna mwanajenzi mmoja ambaye aliweza kutengeneza tovuti ya kupinga Finance Bill ya mwaka 2025. Cha kustajabisha mtazamaji, kijana huyo ameweza kuzuiliwa na amekatazwa kutoka kuweza kuachiliwa kwa dhamani ama bond. Jambo ambalo linazidi kuibua maswali kusema kwamba kwani kutetea haki ya Mkenya wa kawaida ndilo jambo ambalo linafanya mwanaharakati kuweza kuzuiliwa na haki zake kuweza kukandamizwa. Fahamu kwamba mtazamaji, Boniface Mwangi ameweza kusema kwamba Bi Samia Suluhu ni mtu ambaye hajali, na hivyo basi alichomfanyia kitabaki katika kumbukumbu lake. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Bi Martha Karua pamoja na viongozi wengine waliweza kuwa deported kutoka nchi ya Tanzania. Fahamu kwamba hawa viongozi hao walikuwa wameweza kuhudhuria kesi kotini ya kiongozi wa upinzani katika serikali ya Tanzania. Cha kushangaza mtazamaji, Bi Martha Karua pamoja na wanaharakati wengine waliweza kuondolewa nchi ya Tanzania na kufukuzwa. Kumekuwa na vita vya kidemokrasia na siasa kati ya nchi ya Kenya na Tanzania. Lakini mtazamaji, habari za hivi punde kutoka kwa mwanaharakati Boniface Mwangi zimeweza kuzua hali ambayo mtazamaji hatujui itaweza kuchukuliwa kwa namna gani. Mateso ambayo Boniface Mwangi ameweza kusukumiwa ni jambo ambalo mtazamaji linafaa kuweza kuchunguzwa kwa makini. Na cha kustajabisha ni kwamba amri hiyo ilikuwa imetoka kwa Bi Rais Samia Suluhu Hassan. Jambo ambalo mtazamaji, kwa nini ama limeacha watu wakijiuliza maswali. Kwa nini rais mzima aweze kutuma watu wake ili kuweza kumsukumia mateso mwanaharakati kutoka nchi nyingine? Make it worse, mtazamaji, kukuwa sodomized. Jambo ambalo limeweza kuzua mwonekano tofauti wa uongozi wa Tanzania chini ya Bi Samia Suluhu. Fahamu kwamba mtazamaji, hapa ni Tani Digital. Tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa na masuala mengine yanayotokea nchini na nje ya nchi. Cha muhimu mtazamaji, weza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.